Ninakusalimia tena. Shalom. Amani ya Kristo iwe pamoja nawe. Neema na baraka zake Bwana. Nichukua nafasi hii kukukaribisha tena. Tuweze kuwa pamoja kwa ajili ya kipindi hiki. Mungu akubariki sana. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa uzima. Ametuamsha salama. Tunazo sababu za kurudisha utukufu na shukurani machoni pake kwa ajili ya uzima ambao Mungu ametuachia na ambao Mungu ametupatia. Karibu sana mtu wa Mungu popote pale ulipo. Tuweze kuangalia maneno ya Mungu yenye uzima ya kuweza kutusaidia. Nimekuwa katika kufundisha habari ya siku za mwisho. Kwa nikifundisha habari ya kunyakuliwa kwa kanisa. Kunyakuliwa kwa kanisa. Dalili kunyakuliwa hadi utawala wa Yesu wa miaka 1000 duniani. Nimezungumza dalili za kurudi kwa Yesu, lakini kuna dalili pia za ujio wa mpinga Kristo, maandalizi yake ni nini. Lakini nikazungumza baadhi ya maandalizi ya vita vya Harimagedoni, na pia nikazungumza kunyakuliwa kwa kanisa. Ndio point ambayo niliishia katika mfululizo wa vipindi vya siku ya Jumamosi. Na sasa twende kuangalia matukio ya kwenye dhiki kuu. Matukio ya kwenye dhiki kuu. Dhiki kuu itatokea mara tu au itaanza mara tu baada ya kanisa kunyakuliwa. Sasa hivi utaona maandalizi ya vitu vingi, ya mambo mengi yakiwa yanaendelea. Maandalizi ya mpinga Kristo yakiwa wanaendelea kwa kasi. Moja wapo ni miundo mbinu kuboreshwa, barabara za kuunganisha mataifa. Unaona zikiwa zinatengenezwa na zingine zimekwisha kutengenezwa. Lakini pia kanisa linatakiwa kujiandaa, kwa sababu tunajua wanadamu japo tunaishi duniani, tujue huko mbele kuna dhiki kuu, siku za mwisho hizi huko tunakoelekea. Mara tu baada ya kanisa kuondoka, Yesu kurudi, ambaye atarudi kama mwizi. Biblia inasema atakuja kama mwivi. Wawili watakuwa kitandani, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Watu watakuwa shambani, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Anakuja kama mwivi kumchukua bibi harusi, kumchukua mtakatifu, kuchukua. Kwa hiyo matukio, tutakwenda kuangalia matukio, nini kitakachotokea baada ya kanisa kunyakuliwa au baada ya kanisa kuondoka duniani. Nini kitakacho kwenda kutokea hapa ulimwenguni, patakuwaje. Unaona, kanisa likisha kwenda, tukisha kunyakuliwa, tutapelekwa ile sehemu pembeni kidogo ya mji wa Jerusalem, eneo ambalo linaitwa Paradise au Paradiso, kwenda kusherehekea ile sherehe au ile harusi ya mwana kondoo ya miaka 7. Kitakachoendelea pale ni kuvikwa taji. Kitakachoendelea pale, unaona, ni sherehe, kufurahia, kufutwa machozi. Biblia inasema Mungu mwenyewe atakitoa kitambaa na kutufuta machozi. Hiyo ni Ufunuo inaeleza kutufuta machozi kwa ajili ya taabu za dunia. Hivyo changamoto unazopitia Mungu anaziona. Majaribu unayoyapitia Mungu anayaona. Sio kwamba Mungu ni dikteta kivile asione taabu yako ambayo unaipitia. Asione. Mungu wetu ni Mungu anayetazama, ni Mungu anayeangalia, lakini pia ni Mungu anayeona. Atatulipa kila mtu kulingana na utumishi ambao mtu ametumika, kulingana na kujitoa kwake mtu ambavyo amejitoa. Unaona? Lakini sasa matukio ya dhiki kuu
au kitakachokuwa kinaendelea hapa duniani. Tutaenda kuangalia matukio, lakini muda kama ukituruhusu tutaangalia mpaka vitasa. Biblia imesema kuna vitasa, kuna baragumu. Hayo ni mambo gani yatakayotokea? Tutayaangalia hata kama kipindi, hata kama sio sasa, lakini vipindi vijavyo. Lakini sasa tunaangalia matukio katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa 2. Biblia inasema, Ufunuo sura ya 6 mstari wa 2, nikaona natazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda anauta, akapewa taji, naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda. Unaona, mara baada tu ya kanisa kunyakuliwa. Unaona, hapa Biblia inazungumza farasi mweupe. Tutamwangalia tu, tutamsema, lakini twende kwanza kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Ufunuo sura ya 13, Biblia inazungumza, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstajabia mnyama yule, wakamsujudu yule joka, kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akufunua kinywa chake amtukane Mungu, na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakaao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapo ndipo penye subira na imani ya watakatifu. 11. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu katika nchi, naye alikuwa na pembe 2 mfano wa mwana kondoo. Akanena kama joka, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Naye wafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule
au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Tuombe. Baba, asante, bariki neno lako katika jina la Yesu. Tubariki nasi Bwana, tupe ufahamu wa kulielewa neno lako katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo hapa tumesoma maandiko, tunamuona mnyama. Tunaona katika Ufunuo wanyama wawili, lakini pale katika Ufunuo sura ya 6 kwanza tunamuona farasi mweupe. Farasi mweupe huyu ni mpinga Kristo. Kuwa ile hali ya kuwa mweupe, ni farasi mweupe lakini ni mpinga Kristo. Atakuwa ile hali ya kuonekana kama mweupe, atajifananisha na Kristo katika matendo, halafu atajipatanisha. Unaona, atajipatanisha. Sasa hapo naomba utofautishe katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 9, tutawarudia hawa wanyama. Sura ile ya 19, hapo tunamuona sura ya 19 mstari wa 11 na wa 12. Biblia inasema, kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ya hukumu na kufanya vita, na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Kwa hiyo huyu farasi mweupe ambaye tunamuona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 19 mstari wa 11 na wa 12, huyu ni Yesu Kristo, ni mwana wa Mungu mwenyewe. Huyu farasi mweupe ambaye anaonekana hapa, amepanda farasi, anaonekana hapa amepanda farasi mweupe. Unaona, kama Biblia ilivyotuambia, alipoona mbingu zimefunuka, akaona tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa kweli. Huyo ni Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ni mwaminifu, ni wa kweli, hana ujanja. Unaona, kwa hiyo ana jina lililoandikwa. Huyo hapa katika Ufunuo 19, usije ukachanganya ukaona mbona hapa ni farasi mweupe na huko ni farasi mweupe. Hapa hivi ni Yesu Kristo. Lakini katika Ufunuo sura ya 6 ule mstari wa 2, huyo ni mpinga Kristo. Unaona, huyo ni mpinga Kristo ambaye amesema hapa, nikaona natazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda anauta. Yaani maana yake huyu ni wa vita, akapewa taji naye akatoka ili ashinde tena apate kushinda. Kwa hiyo sasa, baada ya kanisa kuwa limenyakuliwa, dunia itashtuka, ulimwengu utashtuka, kwa sababu kurudi kwa Yesu kutatokea kama mtikisiko, kama katetemeko ka ardhi ka kuamsha. Biblia inasema waliolala katika Kristo wataamshwa kwanza, kisha sisi tulio hai tutabadilishwa, tutapewa miili ya kimbinguni, tutabadilishwa na hao waliokuwa wamekwisha kulala katika Kristo Yesu, halafu tutaondoka. Tunapoondoka, kanisa linaondoka, linachukuliwa. Hakuna mtu atakayeweza kuzuia, hakuna mtu atakayeweza kupinga, hakuna mtu atakayeweza kukataa. Hata kama ni mke wako alikuwa ameokoka, mume wako ameokoka, wewe umekataa wokovu, basi utabaki, wala hutaweza kuzuia kwamba unakwenda wapi, kwa sababu ni kufumba na kufumbua. Kanisa litaondoka, tutakwenda kumlaki Yesu hewani. Maana anapokuja kulinyakua kanisa Kristo Yesu, hatafika hapa ulimwenguni, atakomea katikati ya uvutano wa mbingu na dunia. Halafu malaika mkuu atapiga hiyo parapanda. Unaona, atapiga parapanda ya kuamsha waliolala katika Kristo Yesu, wanafufuliwa. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Ndio maana Biblia ikasema, heri na mtakatifu aliye na sehemu katika huo ufufuo wa kwanza. Juu yake mauti ya pili haina nguvu tena. Mauti ya pili ambayo ni ziwa la moto au kutengana na Mungu milele, kwa sababu mauti ya kwanza ni ile mtu ametengana mwili
na roho yake. Kwa hiyo sasa dunia itakapokuwa imeshtuka, watapeana taarifa, watapigiana simu, watajulishana, wataambizana, wataulizana, dunia itatangaza watu wamepotea duniani. Lakini wakati huo huo, kwa muda mfupi huo huo, kanisa linapoondoka, ajali nyingi zitatokea. Maana utakuta mwingine alikuwa ni pilot, ni rubani, anaendesha ndege, parapanda linalia, hawezi kurudi kwanza duniani ili aje agane na familia yake, ni huko juu kwa juu. Kwa hiyo ndege ile itapata ajali. Ajali nyingi zitatokea kwa sababu yule aliyekuwa akiiendesha ile ndege, yule rubani, alikuwa ameokoka. Wengine watakuwa ni manahodha, wako kwenye meli wanaendesha. Wengine watakuwa ni madereva, wako kwenye magari wanaendesha. Parapanda linalia, anaondoka dereva, anapotea, gari liko kwenye spidi, gari liko kwenye moto. Kwa hiyo ajali nyingi zitatokea. Roho Mtakatifu anaondoka na kanisa. Roho wa Mungu anaondoka, analiondoa kanisa. Ndio maana tukasoma yale maandiko katika Wathesalonike, ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Anayezuia leo uharibifu mwingi, Roho Mtakatifu yupo duniani, lakini pia maombi ya watakatifu, uwepo wa watakatifu duniani wanapoomba, tunapoomba, tunapomuita Bwana, kazi za shetani zinazuiliwa. Tunapofunga, kazi za adui zinazuiliwa. Kristo Yesu bado yupo duniani akitenda kazi, akikamilisha kazi yake. Kwa hiyo kutatokea mtikisiko, kutatokea mshtuko duniani. Maana itatokea kama katetemeko ka ardhi kidogo, yani kama katetemeko, kwa sababu kama itakuwa ni usiku panapauliwa, panakuwa peupe. Kama itakuwa ni mchana panatiwa kiwi. Yani litatokea tu tukio la kuwashtua wanadamu, halafu ghafla kanisa halipo, limeondoka. Kanisa halipo, watu watakimbia, watakwenda mbio huko na huko. Leo watu wanaukataa wokovu, wakati ni kipindi cha neema. Watu wataanza kukimbia. Mtu ataanza kutafuta mke wake yuko wapi. Watakimbia kwenye nyumba za ibada, watakimbia ndani ya majengo ya ibada. Wanakwenda pale, wakikuta yule kiongozi wa pale au yule mhubiri wa pale, kama alikuwa ameokoka hawatamkuta, lakini kama alikuwa ameokoka watamkuta, na yeye anashangaa, na yeye anakimbia, na yeye anauliza wako wapi. Unaona? Kwa hiyo watu watakimbia, watakimbilia kuisoma Biblia hii, watachukua Biblia waanze kuisoma. Lakini ngoja nikwambie, leo hii Biblia ina uvuvio wa Mungu, ina pumzi ya Mungu. Unaona? Ndio maana Biblia leo ni kitabu ambacho kiko tofauti sana na vitabu vingine. Ukisoma Biblia, neno lake linatusaidia. Neno linakubali kuhamishika kutoka kwenye makaratasi, linaingia kwenye mioyo yetu na kutusaidia. Lakini Yesu akisha kurudi, ule uvuvio uliomo ndani ya Biblia utaondolewa. Ule uwepo uliomo ndani ya Biblia kuwa ni neno la Mungu ambalo limevuviwa na kupuliziwa pumzi ya Mungu. Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa sababu limevuviwa. Lakini kanisa likiondoka, Yesu akilinyakua kanisa, huu uvuvio wote, uwezo wote uliomo ndani ya neno la Mungu utaondolewa. Ukisha kuondolewa, hii Biblia itabaki kama kitabu cha kawaida. Itabaki tu kama vitabu vingine vya historia. Kitabaki kama kitabu kingine tu cha hadithi. Itabaki, yani mtu atalisoma lakini halitamsaidia, maana ule uwepo uliomo ndani yake utakuwa umeondolewa. Kwa hiyo watu watakimbia huko na huko. Unaona? Ndio hapo Amosi ametabiri, anasema Mungu ataleta njaa, si njaa ya kukosa chakula, ni njaa ya kukosa maneno ya Mungu, kwa sababu itakuwa tayari hakuna leo anayehubiri mitandaoni kama unavyotuona, au anayefanya mikutano, au anayefanya nini, isipokuwa tu wale mashahidi wachache ambao nitakwambia huko baadaye. Unaona? Kwa hiyo sasa tukio hilo litaondolewa, litatokea, lakini wakati huo huo kifo kitakuwa kimezuiliwa kwa muda. Kwa hiyo itakuwa ni mshtuko, ajali nyingi, watu watapata maumivu, lakini hakuna kutibiwa, hakuna kwenda hospitali tayari mpaka yule mpinga Kristo
utawala wote utakuwa chini ya mpinga Kristo. Sasa Yesu akisha kuondoka, dunia wakati ule imeshtuka, mataifa yanashangaa. Biblia inasema kwa uvumi wa bahari, bahari ni dunia kibibilia, na mtikisiko wake watu wanashangaa nini kimetokea. Wengine watawaza, watakumbuka, watakatifu walikuwa wanasema, wahubiri walikuwa wanasema ya kwamba Yesu atarudi. Yawezekana Yesu amerudi kwa sababu watakatifu wote duniani wataondolewa kutoka katika mataifa mbalimbali, watakuwa wamekwisha kuondolewa. Labda tu kama ni mtu ambaye alikuwa anababaisha, anasema ameokoka, lakini bado matendo yake hayajampendeza Mungu, alikuwa anadanganya, huyo atabaki. Kwa hiyo watakimbia mbio huko na huko, unaona, kwa muda mfupi. Halafu pia katika matukio hayo ya dhiki kuu, amani itaondolewa duniani. Amani leo hii unakuta Yesu wakati anaondoka alizungumza katika kitabu cha Yohana akasema, amani yangu nawaachia, niwapavyo mimi, sio kama ulimwengu unavyotoa. Unaona, amani. Yesu akaacha kitu kinaitwa amani, amani ya kweli ambayo tunaipata ndani ya mioyo yetu tunapokuwa tumemcha Mungu. Lakini akaacha pia amani, kama alivyoacha Roho Mtakatifu atende kazi duniani kuwafariji watu wa aina zote. Anawafariji kanisa, lakini pia anafariji hata mpaka na watu ambao hawajamjua Mungu. Kwa hiyo amani leo ipo. Mtu nakuta anafanya kazi zake, anakwenda huko na kule, anakwenda taifa lingine, anasafiri mikoa mingine, kwa sababu amani ipo. Lakini wakati wa dhiki kuu, mara tu baada ya kanisa kuondolewa, anajitokeza. Tumesoma maandiko katika Ufunuo sura ya 6 mstari wa 2, anajitokeza mpinga Kristo, au anajitokeza yule mnyama. Katika Ufunuo sura ya 13 tumesoma kuna wanyama wawili pale. Kuna mnyama wa kwanza mwenye pembe 10. Pembe 10 ina maana ni wafalme 10. Kutakuwa na mataifa 10 ambayo yatakuwa yakimsapoti. Lakini tukaona na mnyama mwingine ambaye sasa huyo mnyama wa kwanza katika Ufunuo kuanzia 13 kuanzia mstari wa kwanza pale na kuendelea, yule ni mpinga Kristo. Lakini mnyama wa pili ambaye anaonekana kama mwana kondoo, yule ni nabii wa uongo. Maana katika kipindi cha dhiki kuu utakuwepo utatu mchafu. Atakuwepo shetani mwenyewe atakayewapa uwezo. Atampa uwezo mpinga Kristo, atampa uwezo nabii wa uongo. Halafu atakuwepo mpinga Kristo, atakuwepo shetani, atakuwepo mpinga Kristo, na atakuwepo nabii wa uongo. Leo hii tunapohubiri Injili wakati wa kipindi cha neema, tuna kipindi Roho Mtakatifu yuko kazini, utatu mtakatifu wako kazini, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu wako kazini kutusaidia wanadamu kulithibitisha neno lake. Sasa Yesu anaondoka, ambaye ni mfalme wa amani juu ya dunia yote, basi na amani duniani itakosekana. Sasa ndipo sasa anapotokea yule mnyama. Biblia imesema, nikaona mnyama akipanda kutoka katika bahari. Ina maana anapanda kutoka katika dunia, kutoka katika ulimwengu. Nilikwambia dalili au maandalizi ya mpinga Kristo nimeshazungumza. Ukiingia kwenye media za kijamii utakutana na hayo. Unaona? Kwa hiyo sasa, kwanza Mungu ataiondoa amani. Katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 6 mstari wa 4. Ndio maana kipindi hicho cha baada ya kanisa kunyakuliwa kinaitwa ni kipindi cha dhiki kuu. Unaona? Dhiki ambayo haijawahi kutokea tangu kuumbwa dunia, wala haitaweza kutokea tena. Ni dhiki ya aina yake. Katika Ufunuo sura ile ya 6 na ule mstari wa 4. Ufunuo sura ya 6 mstari wa 4, Biblia inasema, akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda aliyepewa kuiondoa amani katika nchi, ili watu wauane, haya akapewa upanga mkubwa. Unaona? Kwa hiyo amani kuondolewa, ni mambo mazito sana, mtu wa Mungu. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana. Yaani mwekundu maana yake inaashiria umwagikaji wa damu. Na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi,
ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Unaona, kwa hiyo amani itaondoka. Huyo mpinga Kristo atakapotokea katika ile miaka 3.5 ya kwanza, itakuwa ni afadhali, lakini katika miaka 3.5, ndio maana nikwambia dalili mojawapo ya ujio wa Yesu Kristo ni Waisraeli wote kurudi kwao, kurudi katika nchi yao. Unaona, kurudi kwao katika miaka 3.5 ya kwanza, ndipo kutakuwa na ule ujenzi wa hekalu, kwa sababu mpaka sasa hivi unakuta vifaa vyote vimekwisha wamekwisha kuviandaa. Wanadai, wanaomba warudishe ibada zao, wamrudishe Mungu wao, kwa sababu Mungu wakati anashughulika na mataifa aliruhusu mahali ambapo lilipokuwa hekalu la Sulemani asimame Mungu mwingine. Mungu aliruhusu kisimame kitu kingine ili Mungu ashughulike na mataifa, ashughulike na mimi na wewe, ashughulike na wanadamu ambao si Wayahudi. Unaona, ndio maana injili imeendelea na inaendelea. Tunaendelea kuhubiri injili tukimsubiria Yesu arudi kulinyakua kanisa lake. Unaona, kwa hiyo Mungu akaruhusu, kwa lugha nyingine, chukizo la uharibifu kusimama mahali pasipolipasa, asomaye na afahamu. Ndio maana leo kuna ibada nyingine inafanyika pale, kuna Mungu mwingine anayeabudiwa mahala pale. Lakini Yesu Kristo anaporudi kulinyakua kanisa, sasa sikiliza, iko hivi, lazima lile jengo pale litaangushwa. Kwa mujibu wa unabii, kwa mujibu wa maandiko, litakapoangushwa lile jengo, basi Wayahudi watataka kujenga. Unaona, na wakisha kuliangusha tu pale, ina maana kwamba amani tayari ni viashiria, maana wale waliopo hawatakubaliana, lakini lazima liondoke pale. Unaona, wanapoanza kujenga tu, kuchimba msingi tu, wanaanza kuweka jiwe hivi, wanachimba msingi, tayari kanisa linaondoka. Unaona, kwa hiyo katika kipindi cha miaka 3.5 ya kwanza, hekalu litakuwa litajengwa kwa muda mfupi sana, kwa sababu vifaa vyake vimekwisha kuandaliwa, vinakwisha kuandaliwa, kwa sababu wanataka kurudisha ibada zao, wanataka kumrudisha Mungu wao, Mungu wa Israeli, Mungu aliyeliteua taifa la Israeli. Kwa hiyo sasa, wakati hayo yote yakiwa yanaendelea, ndio maana Biblia inasema asomaye na afahamu. Nikakueleza kwamba leo Wayahudi wanarudi kwa wingi sana, wanarudi, wanatimiza unabii, wanatoka katika mataifa walikokuwa wamekimbia, katika mataifa walikokuwa wametawanywa. Tangu Wayahudi wamefanywa kuwa taifa, kuna wengine waliobaki kwenye mataifa. Kwa hiyo wanajua mpaka na hesabu yao na idadi yao. Unaona, kwa hiyo sasa unakuta sasa hapo amani inaondolewa. Hasa ndipo atakapojitokeza huyo mpinga Kristo, na anapojitokeza sasa, anajitokeza kana kwamba mtu anayetaka kuleta suluhisho, kwa sababu dunia sasa hivi tunayokaa, kwanza ina shida kisiasa, halafu ina shida kiuchumi. Yeye huyu mtu atakuwa ni mtaalamu wa uchumi. Unaposoma mnyama, tunaposoma farasi na aliyempanda, ina maana mnyama yule ni mwanadamu aliyejazwa roho ya shetani. Biblia imesema kwamba yule joka ampa uwezo wote, ampa uwezo wa kutenda kazi. Unaona, atakuwa amejazwa roho ya pepo au roho ya shetani. Kwa hiyo tunaona tu mara baada ya kanisa kuondolewa, atajitokeza. Unaona, atajitokeza, na huyu nabii wa uongo na yeye atajitokeza, ambaye naye atahubiri, atazungumza, atawaambia watu, msimwamini yule aliyekwenda na watakatifu juu, lakini mwaminini huyu. Unaona, mwaminini huyu ambaye atapewa uwezo, unaona, wa ile sanamu yake, ambayo ile sanamu iko kama chui. Nilikwambia miaka michache iliyopita walizindua sanamu ambayo walidai kwamba italeta amani. Hapa Biblia imezungumza ile sanamu ni kama chui, na ukiangalia lile sanamu, kama unafuatilia, ukiingia mitandaoni ukagoogle huko, utalipata lile sanamu. Unaona, liko kama chui, lina rangi ya mistari miekundu, lakini lina mabawa,
ile sanamu wamekwisha kuizindua rasmi, halafu ina meno. Sasa ukitazama tu ile sanamu, halafu wanakuambia kwamba ni sanamu ambayo italeta amani, unagundua kabisa kwamba si kweli, ni uongo kabisa. Kwa sababu hapa kwenye Biblia inatuambia ile sanamu imekaa kama chui, na wamekwisha kuizindua tayari miaka michache iliyopita. Kama ni mtu unayefuatilia hayo yote, nikakwambia ni maandalizi ya ujio wa mpinga